بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه الذين لبوا نداءه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما بعد، يكم حميد مولا سبحانه وتعالى، مولا ambaye kwamba anayetuneemeshea neema mbalimbali zikiwemo neema za dhahir na neema za batin, mola ambaye kwamba anayeswarifu ulimwengu namna anavyotaka, mola ambaye kwamba anayepekesha kila jambo kwa mwanadamu yoyote kwa hali yoyote bila kuulizwa. Shukurani za dhati zielekee kwake yeye jalla jalalu, na ni lazima kwa kila mja arudishe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu miongoni mwa neema ambazo kubwa aliopewa mwanadamu ni neematul Islam, ni neema ya Uislamu, neema pekee ambayo jalla jalalu ameitamka ndani ya Qur'ani na kuiridhia na kumwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuwaeleza masahaba zake, kadhalika ulimwengu mzima. Mola anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, nimeridhia mimi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Uislamu ndo dini yenu ambayo kwamba hatokubaliwa yoyote siku ya kiyama atakayekuja na dini isiyokuwa dini ya Kiislamu. Wewe kwa Muislamu sema alhamdulillah. Ndio uchache kabisa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ziada ya kutekeleza shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwanadamu siku zote awe chini ya taa ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo kwamba inakuwa ni tadhkiratu lilmu'minin, siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akieleza maneno mazito juu ya mimbari yake. Baadhi za hadithi zikaja Mtume akiongea mpaka uso wake unakuwa mwekundu kwa kuzungumza habari nzito nzito. Ni siku ambayo kwamba mu'min inatakiwa shughuli zako zimalize mapema, uelekee katika tadhkira, uelekee katika kukumbushwa, uelekee katika kuelezwa mambo yanayofungamana na dini yako ya Kiislamu. Allah akituambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah, fas'au ila dhikrillah, kimbilieni katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, wadharul bay', acheni shughuli zenu, biashara zenu, harakati zenu, mkimbilie katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika kusoma Qur'an, katika kumsalia Mtume Muhammad, katika mambo ya khair. Siku ya Ijumaa ndio utapata ni siku ya kipekee, ndio utapata ni siku imekuwa ni sayyidul ayyam, ni bwana wa masiku. Kwa hivyo katika siku hii ambayo kwamba ndio bwana wa masiku, insha Allah kwa hizi dakika chache tutaelezana mawili matatu yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu, na hatuwezi kuzungumza dini ya Kiislamu bila kumzungumza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hatuwezi kumzungumza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
bila kueleza tarehe ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Haya ni mambo ambayo kwamba yafaa tuelezane, tukumbushane kila mwaka, na mada yetu insha Allah itatembea katika al-Isra wal Mi'raj, safari ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ya Isra na Mi'raj. Ni safari mbili tofauti. Kabla ya kuanza hii safari, tuelewe Allah subhanahu wa ta'ala kila mtume alimtumiliza akampa miujiza yake. Kila mtume ukisoma tarehe yake na hikma ya kupewa muujiza ni nini, ni kwa sababu ya kusimama na hasim, kwa sababu ya kusimama na mtesi mwenye kumpinga Allah. Ndio sababu mitume wote kupewa muujiza. Nabii Allah Adam alikuwa na kwake, Nabii Allah Nuh alikuwa na kwake, Nabii Allah Saleh alikuwa na kwake, Nabii Allah Hud alikuwa na kwake. Ukija mpaka mtume wa mwisho, mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ambaye tunasema ndo bingwa wa miujiza, yani alipewa miujiza mingi sana, na muujiza wake mkubwa wa kwanza ni al-Qur'anul Karim. Kabla hujashangaa safari ya Isra na Mi'raj, muujiza mkubwa wa mtume Muhammad ni al-Qur'anul Karim. Hakuna na wala hakuna atakayetokea hata kasoma na yale aliyosoma yakawa ni kinyume nyume, akawa anaweza kusimama mbele ya Qur'anul Karim, akawa anaweza kuichallenge al-Qur'anul Karim, akawa anaweza kuiweka chini al-Qur'anul Karim. Tena ni ajabu, inazungumzia makana wa ma yakunu wa ma sayakun. Qur'ani inakupa habari yaliyokuwa, Qur'ani inakupa habari ya sasa, Qur'ani inakupa habari mambo yatakayokuwa. Hiyo ndio Qur'an. Tukizungumzia miujiza ya mtume wa kwanza ni al-Qur'anul Karim, na kando muujiza huu kueleza mambo hayo, hata katika wasomi Waislamu na sio Waislamu, licha sisi Waislamu Qur'ani tubaki tu kuisoma tu mayaka kul wallahu ahad, bas kuna watu wanaifanyia bahth, wanaifanyia research na wanaona haya maneno si maneno ya kawaida. Ndio muujiza wa kwanza wa mtume Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Muujiza wa pili aliopewa ni Allah ni inshiqaq al-qamar, ni kupasuka kwa mwezi. Utamshanga mtume Muhammad, je tukija tukimweleza Nabii Allah Suleiman? Utamshanga mtume Muhammad, je tukija tukimweleza Nabii Allah Saleh? Utamshanga mtume Muhammad, je tukija tukimweleza Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam? Huyu inshiqaq al-qamar ilipasuka, na Allah anaeleza katika suratul Qamar, iqtarabat as-saa wa inshaqa al-qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mola alimpa hii muujiza kwa ajili ya kupingana na wenye kumpinga mtume Muhammad. Walitaka pasue mwezi na akapasua. Badala ya kuamini wakasema huu ni uchawi unaoendelea ndani ya Maka. Na alikuwa na mengi, kutoka na maji kwenye vidole vyake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na mengi, anavotizama mbele ndo sawa sawa anavotizama na nyuma. Alikuwa na mengi sallallahu alaihi wasallama, anapotembea kwenye jua haonekani kivuli chake. Mengi aliopewa na Allah, lakini leo tutataja miongoni mwa miujiza yake ni safari ya Isra na Mi'raj, ambayo ni thabit ndani ya Qur'an, ambayo ni thabit yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akieleza kwenye hadithi mbalimbali. Ukisoma hadithi ya Anas bin Malik na ukisoma hadithi ya Ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallama anaeleza safari yake ya Isra na Mi'raj, na haipingiki. Hiyo sote tuwe pamoja, safari haipingiki. Labda wana tarehe walitafutiana katika tarehe ama zama ama wakati, lakini sote tukubaliana Isra na Mi'raj ilikuweko na ilipatikaniwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
subhana, ametakasika, amekuwa mbali, ametukuka, amekuwa mbali na kila chenye upungufu, bimaana tanazzaha wa abada an kulli naqis. Mola ndo anaeleza, si mimi na wewe. Hapa nataka tutoke kwenye akili zetu za binadamu, hebu tumfikirie Allah. Subhana, tanazzaha, hana upungufu, mwanzo ameepukika, wa abada, yuko mbali mno, jalla jalalu, an kulli naqis, bimaana katika nguvu zake amekamilika, katika irada yake imekamilika, katika kuwepo kwake kumekamilika, jalla jalalu. Si kama mimi na wewe, una nguvu lakini nguvu zako ni naqis, kuna sehemu ufiki. Una irada lakini irada yako ni naqis, kuna vitu vingine hata ukivitaka huwezi kuvipata, uwepo wako ni naqis. Wewe huna 100% alasiri atakupata, lakini huyu anayekueleza hizi habari kabla hajazeleza anakuambia subhana, mtakatifu wa mawe, asra alladhi asra. Sasa muumini anaposikia subhana, jua haya atakayokuja sasa ni useme amantu, nimeamini, wa yaqantu, na niko na yaqini kuwa yalikuwepo. Na Mtume anasema katika hadithi, man jahada ayatan fil Qur'ani fakad kafar. Wewe ukisema hakikuwa hii ni aya na anayepinga aya katika Qur'an fakad kafar, wewe umekufuru aya katika Qur'an. Mola anasema alladhi asra biabdihi, ambaye kwamba alimpeleka mja wake, biabdihi, tena ruhan wa jisman, roho na mwili. Kwa sababu baadhi husema ndoto. Je, ndoto hupingika? Wewe umekuja hapo katuambia nimeota jana nikaenda China, hakuna atakaye kupinga, tutakubali ni ndoto, na hakuna atakaye kushangaa tumeota uko Japan, kwa sababu ndoto kawaida. Ndoto hizo kaota na tajiri, ukiamka wewe maskini kamwe. Ndoto hizo kaota umeshiba, ukiamka wewe una njaa. Lakini kwa sababu makafiri wa Maka walimpinga Mtume, wakashangazwa, bimaana alienda biabdihi, na ikija kalimatul abdi bimaana ruhan wa jisman, ni roho na mwili, sallallahu alayhi wasallam. Min almasjid alharam ila almasjid alaqsa, kutoka masjid alharam mpaka masjid al-Aqsa. Hapa sasa tuongee kwa watu ambao kwamba mashallah Mungu amewajalia kusafiri kufika Aqsa Palestina, na waliojaliwa kufika Makkah. Hebu vuta distance ambayo kwamba iko katikati hapo, nazungumza wa sasa waliotembea kutoka Makkah mpaka Shami, utapata kuna distance kubwa sana. Haya, toka sasa wewe wa sasa, tuangalie hao wa zamani wakisafiri kuanzia hapo mwezi mpaka kufika ni mwezi, wako njiani wanakata masafa. Lakini Mola anasema alladhi asra biabdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Laylan ni qit'atun min al-layl, ni muda mchache katika usiku, kutoka haram akampeleka Aqsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mengi, na hiyo kisa ilianza akiwa Maka. Zimekuja riwaya mbalimbali, lakini riwaya ambayo kama mashuhuri, sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala kati ya watu wawili, Jaafar ibn Abi Talib na Hamza, katika nyumba ya Ummu Hani ambaye ni dadake Ali ibn Abi Talib. Akaja Jibril akiwa na Mikail, wakamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akapitishwa katika sakafu ya nyumba bila nyumba kuanguka wala kuvunjika wala watu kupata mchanga wa nyumba. Tuzungumzia muujiza, hatuelezi sinema shekhe, la, tueleza Qur'an, tueleza maneno ya Mtume Muhammad. Akachukuliwa akapelekwa paka katika haram. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatolewa, moyo wake ukasafishwa na maji ya Zamzam, sallallahu alaihi wasallam, ukatolewa katika moyoni mwake kipande cha kishaitani chafu, hasad, chuki, ambayo kwamba tunazo sisi, mtume yake hana.
Mtume akaoshwa tena na maji ya pili, maji ambayo kwamba yamejaa elimu, yamejaa upole, yamejaa yaqini, yamejaa hikma. Mambo manne: ilman wa yaqinan wa hilman wa hikman. Mtume akawa amejazwa sallallahu alaihi wasallama, akaletewa Buraq ambaye kwamba ni mnyama wa peponi, ni mnyama wa ajabu, ni mnyama wenye maajabu sana. Miongoni mwa maajabu yake, anapoweka macho yake mwisho na anaweka kwato zake, na mnyama ambaye kwamba hataki mtume apate dhiki. Wakifika sehemu ya majabali kuteremka, basi kwenye miguu yake kuna mbawa, mnyama yule anakuwa ni sawasawa, ili mtume atulie juu ya mgongo wake sallallahu alaihi wasallama. Akaletewa mnyama mtume kwa haraka, hatutataja kila kitu, akapanda juu ya Buraq. Safari ikaanza, akaondoka katika mji wa Makka. Sehemu ya kwanza aliyofika ni sehemu ya Yathriba, sehemu ya mitende mingi. Jibril akamwambia, inzil wasalli, shuka na uswali hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka akaswali raka mbili. Jibril akamuuliza, umejua umeswali wapi? Akasema la. Akasema, umeswali sehemu inaitwa Yathriba, sehemu inaitwa Madinatul Munawwara, na hii sehemu utakuja kuguria sallallahu alaihi wasallam. Wakaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika katika Turi Saina. Jibril akamwambia, shuka na uswali. Akashuka akaswali. Akamuuliza, umejua umeswali wapi? Akasema la. Akamwambia, umeswali sehemu ambayo kwamba Sayyiduna Musa alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba ni Turi Saina. Wakaondoka wakafika sehemu ambayo kwamba inaitwa Baitul Lahmi. Jibril akamwambia, shuka na uswali. Akashuka akaswali. Akamuuliza, wajua umeswali wapi? Akasema la. Akamwambia, umeswali sehemu ambayo kwamba alizaliwa Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Na huyo Isa ni katika mitume ambayo kwamba wana maajabu makubwa. Na baada ya kukutana na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Sayyidina Isa ni katika watu waliomwombea mtume dua nyingi sana. Akaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafika sehemu inaitwa Madian, ambayo kwamba ulikuwa ni mji wa Nabii Allah Shuaib alayhi salatu wassalam. Watu wa Shuaib ni wale Mola aliwaambia, wailul lilmutaffifina alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hao ndio walikuwa kiishi sehemu za Madian. Jibril akamwambia, shuka na uswali. Akashuka akaswali. Akamwambia, umeswali mji wa Nabii Allah Shuaib. Tatizama katika safari hii mtume aliswali sehemu 4, na hii ni alama ya kuwa kutabaruku na sehemu ya watu wema. Sehemu yoyote ukienda, kulipita watu wema, kulikaa watu wema, kulifanywa kazi ya watu wema, ni katika sunna utabaruku walau birakaatain. Na dua pia zinalingana. Dua ya Masjidun Nur wanapoiomba haiwi sawa na dua ya Masjidun Nabawi uko katika msikiti wa mtume, kwamba dua ni dua mbili tofauti. Tayib, yasakuwa kilima ni kile kile, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hicho kilima ukakiomba Masjidun Nur na hicho kilima ukakiomba Madinatul Munawwara, itakuwa daraja zake ni tofauti. Sawa sawa na swala mtu aliyeswali msikiti wa mtume na swala aliyeswali msikiti wa Kenya, huku ni tofauti daraja zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na safari. Tutataja matatu tu ambayo kwamba aliona katika Isra, na ni hadithi ya Anas bin Malik. Anamwambia Anas bin Malik, mimi nilipopelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, marartu biqaumin lahum anfar min nuhasi. Mimi nimepitishwa kwa watu wana kucha ndefu za chuma kutokamana na moto. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wakijikwangura nyuso zao na vifua vyao. Fakultu ya Jibril, nikasema ewe Jibril, man haula, hawa ni watu wa aina gani? Jibril akamwambia, hawa ni watu katika ummati wako, yakuluna luhuma nnas waghtabun. Hawa watu kazi yao ni kukula nyama za watu, kwa maana kazi yao ni kusengenya.
Hawa ni watu wa kwanza mtume alioneshwa, kazi yao ni kusengenya, kazi yao ni kusengenya. Sisi tumetoka katika daraja ya kusengenya, tumekuwa ni maexperience katika kusengenya, tumekosa sehemu za kusengenya, mpaka msikitini tunakaa tukasengenya. Hali zao mtume alioneshwa, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wenyewe wakijikwangura nyuso zao na vifua vyao. Ndugu yangu Muislamu, ni hatari habari ya kusengenya. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza swala ndani ya Qur'an, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, chukieni, haipendezi, haivutii. Ndio wengine wakasema Isra na Mi'raj ni maisha mazima ya mwanadamu wa sasa katika ulimwengu. Mtume akapelekwa katika hadithi ya Ibn Abbas, akasema nikapitishwa katika watu wengine ambao watu wa hawa aliona hali yao ikamsikitisha. Wanafanya kazi gani? Wanakatwa ndimi zao ama midomo yao kwa makasi za moto, na kile inapokatika inarudi vile vile, wanakatwa tena. Akamuuliza Jibril, na hawa ni watu aina gani? Akamwambia khutabau min ahli dunya, hawa ni makhatib, hawa ni wenye kusimama katika manabir, wakawa kazi yao ni mara mbili, yaamuruna an-nasa bilbirri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna alkitab. Kazi yao ni kusimama kwenye manabir sehemu yoyote, wakamrisha watu mema, wakasahau nafsi zao. Ndo sasa, na si urongo. Wangapi twasimama hapa mwenzako kamnasihi, lakini sheitani wa kwanza ndo wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa hali za hawa, bali imekuja katika mafahimu mengine ni makhutaba ambao kwamba wanalingania watu katika fitna. Yakipanda mimbari ni fitna, ni talal, ni kadhaa, ni kadhaa. Hali yao itakuwa hivi, watakuwa akikatwa midomo yao. Mtume sallallahu alaihi wasallama akapelekwa na akaona mengi mifano mengi, ambayo inshallah bila shaka leo watu watakuwa na kikao hapa kumweleza mtume katika Isra. Tosha tu Isra, kando na Mi'raj, wallahi na mifano mingi ambayo kwamba ndio dunia ya sasa twaishi. Mtume akafika Baitul Maqdis sallallahu alayhi wasallama, Jibril akamwambia shuka kwenye Buraq akafungwa nje, mtume akaingizwa katika Baitul Maqdis ambayo ya sasa, na hiyo inaonyesha ni alama ya kuwa Baitul Maqdis ni nyumba ya itikadi ya imania yetu sisi Waislamu. Akiingia ndani, kuanzia mtume wa kwanza mpaka yeye wote wako katika Baitul Maqdis. Haya, kwa subiri watakayeswalishwa, manabii wamepanga safu, al-anbiya wal mursalin. Angalia tawadhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hakukimbilia mimi ni Muhammad bin wa mwisho, mimi nimesifiwa hata ninge kiblani la, bali anaona kuna wenzake waliomtangulia wana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu ya mtume, licha mimi na wewe shapata shahada 2-3 hujapishwa sehemu aenda tu, hatari. Mtizame mtume alipoingia katika Baitul Maqdis, akakaa anasubiri ni nani atakayetangulizwa aswalishwe. Jibril akamwishiria akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aingie aswalishe al-anbiya wal mursalin, na hapa ndo kunatoka jina lake Imamul Anbiya wal Mursalin. Ndio utapata hata alipokufa watu hawakuswali janaza kwa jamaa. Mtume Muhammad watu waliswali furada. Utaswalishaje na imamu yuko hapo? Yani utakuwaje imamu wakati mtume yuko hapo? Imamul Anbiya. Ndio katika ukiangalia mitandaoni kuna yule mmoja alitokea Tanzania na anasema alipelekwa Isra na Mi'raj, tena yake ni ajabu. Yeye alichukuliwa na ndege ya Limasi, mtafuta kwenye media, alichukuliwa na ndege ya Limasi, tena anasema mpaka akamswalisha Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha mitume, akamaliza swala, akaletewa vinywaji vitatu na Jibril, akaletewa maji, akaletewa maziwa, akaletewa tembo.
yani alkhamru walmau wallaban. Alipoletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua maziwa, na Jibril akamwambia yakhtarta alfitra, umechagua maumbile, na lao ungechagua maji ummati wako wangeangamizwa na maji, na lao ungechagua tembo ummati wako wangekuwa walevi. Na hapa patizame, Mtume hakuchagua tembo. Tizama hali yetu, angechagua tembo? Mtume hakuchagua tembo. Tizama hali yetu ummati Muhammad, angechagua tembo tungekuwa hali gani? Mtume alichagua maziwa kanywa. Baada ya hapo safari ya Isra ikawa imemalizika, sallallahu alayhi wasallama akaletewa Mi'raj, ambayo Mtume anasema Mi'raj haisifiki kwa uzuri wake, ni ngazi ya ajabu. Akaletewa, akapanda na Jibril. Mtume akafika wingu wa kwanza, akampata Nabii Allah Adam, akamkaribisha, akamwombea dua. Mtume akapanda wingu wa pili, akapata ibnai khalatai, mandugu wawili hawa, Sayyidina Yahya na Sayyidina Isa. Na yeye Mtume kueleza sifa za hawa anasema huyu amemfanana huyu na huyu amemfanana, utadhani mapacha. Mtume akaingia wingu wa tatu, akampata Sayyidina Yusuf, na akasema nilimtizama Yusuf amepewa shatara aljamal, nusu ya uzuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapanda wingu wa nne, akapambana na Nabii Allah Idris. Na huyu Idris wakati wake alikuja baada ya Nabii Allah Adam, na aliitwa Idris kwa sababu ya kupenda kusoma sana. Mtume akaingia wingu wa tano, akampata Sayyiduna Harun alayhi salatu wassalam, ambaye huyu alifanya kazi moja na Nabii Allah Musa walipokwenda kumlingania nani? Al-Firaun al-La'in. Mtume akaingia katika wingu wa sita, akapambana na Nabii Allah Musa. Na hapa jitizame daraja yako wewe, mfasi wa Mtume Muhammad. Mtume alipompita Musa, Mtume akigeuka nyuma anamtizama Musa yualia, amuuliza kwa nini walia? Anasema nahuzunika na nasikitika, kijana mdogo aliyekuja nyuma yangu siku ya Kiyama ummati wake utakuwa kwanza kuingia peponi. Alitamani Nabii Allah Musa pamoja na utume wake, pamoja na daraja yake. Shekhe, daraja ya Nabii Allah Musa kubwa, mtu anazungumza na Allah anytime, tena Allah bighairi wasita. Alitamani awe mfasi wa Mtume Muhammad, lakini Allah akamwambia la. Imam al-Busiri akatwambia lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami ar-rusuli kunna akrama al-umam. Sema alhamdulillah kwa mfasi wa Mtume Muhammad. Zaidi Mtume akitizama juu anaona weusi mkubwa, anamuuliza Jibril, weusi wa nini? Akasema hawa ni watu wa Musa, wataingia peponi bila ya hisab. Mtume akainua mikono, anatamani ya Rab, na mimi ningekuwa watu kama hawa. Jibril akamwambia tizama upande wa kulia. Mtume anatizama, kuna weusi umepiga magharibi na mashariki. Akamuuliza hii nini? Akamwambia hawa ni ummati wako Mtume Muhammad, wataingia peponi bila ya hisab, bila ya hisab, sallallahu alaihi wasallam. Mtume akapita kwa haraka, akaingia wingu wa saba, akampata Nabii Allah Ibrahim, baba wa imani. Huyu Ibrahim aliyepambana na wajeuri, Ibrahim aliyekuwa na uwezo wa kumkabili babake, ya abad lima ta'budu shaitan, ya abad lima ta'budu ma la yasma, ya abad. Baba wa imani shekh amempata, amekaa ametegemea Baitul Maamur, ameitizama pepo Sayyidina Ibrahim, na hapa akamkaribisha, akamwombea dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakapanda wakafika Sidratul Muntaha. Jibril anamwambia Mtume, sasa mimi na wewe hapa. Basi mengi yalitokea, na hapa ndo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, suratul Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. Alimtizama Jibril kwa umbile lake la asili, namna alivyoumbwa na Allah. Wala qad raahu, Mtume anasema alimuona Jibril. Wakachana na Jibril, Mtume akaenda,
Alipofika akawa anasikia kalamu zile za kuandika kwenye suhfu sallallahu alayhi wasallama. Akamwona mtu ambaye kwamba amepotea katika nuru, akauliza ni mtume, akaambiwa la. Akauliza ni nabii, akaambiwa la. Akaambiwa ni mtu katika ummati wako alikuwa anapenda sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akapanda mpaka akafika sehemu sasa yuko katika nur peke yake, yeye mwenyewe akahisa shafika. Sasa Mtume akapomoka hali ya kusujudu sallallahu alayhi wasallama, akapomoka. Alipopomoka Allah akamwambia irfa rasaka ya Muhammad, yuko mbele ya Khaliku, yuko mbele ya kila. Subhanallah, Maka ilimkataa, Taifu alipigwa baada ya kufiwa na mamake na ammi yake. Leo yuko mbele ya Allah. Muhammad, sal tu'ta, omba nikupe, omba. Mtume alipoinuka, angalia Mtume Muhammad adabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema attahiyatu. Mola anamsalimia Mtume, attahiyatu almubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy. Haya maneno tunayosema kwenye swala hayakuwa kati yake kuna Jibril. Haya ni maneno yalikuwa kati ya Mtume na Allah. Anamwambia salamu alayka ayyuhan nabiy, Mtume mtukufu wa daraja, wa rahmatullahi wa barakatuh, rehma ni yeye, Allah ni yeye, baraka ni yeye. Anamwambia ziwe kwako. Mtume hakuwa binafsi akasema assalamu alaina. Wallahi paka sote tuliingia kwenye salamu ya Mtume, salamu alaina, amani waji yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin. Mtume akapewa ya kupewa, miongoni mwa alipewa, aliambiwa katika umati wako kutakuwa na wanazuoni, kutakuwa mahufadhi al-Qur'an, na sasa kaichome Qur'an uone kama haitoandikwa tena. Hii alipewa na Allah. Tukapewa sala, akapewa zile mathania, akapewa ayatul kursi, akapewa Mtume, akapewa. Mwisho akaambiwa wewe ni kipenzi changu, ittakhadtuka habiba. Hakuna sehemu nitataje usitajwe, ndio utapata adhana kuna washhadu anna Muhammadar rasulullah, ndio utapata. Usiposwali, ukiswali bila kusema Allahumma salli ala Muhammad, swala yako. Ikaja hadithi ya Imam Ahmad, la yukmilu imanu abdin wa in amana bihi hatta yu'mina bi Muhammad, imani ya mja ikamiliki mpaka muamini nani? Kwa hivyo hichi ndio kiswa kwa ufupi. Mtume alirudi na kutokea kupingwa na mengi ambayo kwamba inshallah bila shaka kama sijakosea kisa hichi kitaelezwa. Lakini nasaha, miongoni mwa kumpenda Mtume ni kumsoma Mtume. Miongoni mwa kumpenda Mtume ni kumsoma tangu wilada yake mpaka kufa kwake. Wallahi utapata mengi ambayo sasa tuishi yamedhihiri na bado yanadhihiri. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad, na atupe na yaqini katika Qur'ani, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.